أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. Tuko katika mada ya ashuhud fi yaumi alqiyama, mashahidi katika mahkama ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya Kiyama. Tulizungumza wiki iliyopita kwamba tunapozifuatilia aya za Qur'ani zinaozungumzia masala haya ya mashahidi, twaweza kuzigawanya makundi mawili. Kundi la kwanza ni zile aya ambazo twaweza kuziamkua zazungumzia mashahidi wa nde, ashuhudul kharijiyun, na kundi la pili ni zile aya ambazo zazungumza mashahidi wa ndani, ashuhudu ad-dakhiliyun. Katika mashahidi wa nde tulizungumza wa kwanza ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mitumi na malaika na watu wema. Katika masala ya malaika tupata aya katika suratu Qaf, aya ya 21 yatuambia wajaat kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid, kwamba siku ya Kiyama kila nafsi itahudhuria mbele ya mahkama ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikiwa na sa'iq na shahid. Neno sa'iq latokamana na neno saqa au as-sauq. Hata ule mpekaji gari aitwa sa'iqu sayyara, na pia yule mtungaji anaowasuta wanyama sawa sawa, ikiwa ni ngamia, ng'ombe, kile kitendo chenyewe chaitwa sauqul hayawan, na ule anayewasuta wale hayawani au kuwatunga au kuwapeleka mahali aitwa sa'iq pia. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia wajaat kullu nafsin ma'aha sa'iqun, na sa'iq mara nyingi huwa uko nyuma, anayemsuta au anayemtunga au anayemuongoza kumpeleka katika mahkama. Kama vile anapokuja mfungwa kotini, utamuona utukuziwe na polisi. Polisi wale yasuqunahu ila almahkama, wampeleka yeye katika mahkama, na mahkama ya Mwenyezi Mungu kila mtu atahudhuria akiwa ufuetene na hawa wawili, sa'iqun wa kwanza wa shahidi, na wa pili ni mwenye kutoa ushahidi. Suala muhimu katika aya hii ukiitamali, haikueleza hawia ya sa'iq ni mwanadamu, ni malaika, ni kiumbe aina gani. Ametaja sa'iq wa shahid, pia amemtaja shahidi, lakini shahidi huyu atokamana na ziumbe gani? Aya haikuzungumza. Aya imetuambia tu wajaat kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid. Lakini pamoja na kwamba aya
haikutaja ni nani. Wanazuoni wanena qarain zilizoizunguka aya kama hii zatuonesha sisi ni malaika. Manake namna utakavyokuipeleka kwenye tafsiri nyingine katika mashahidi waliotajwa haingii. Manake ikiwa utazungumza shahidi huyu ni mtumi ni mmoja katika kila umma, hawezi kuwa wawili. Ikiwa mmoja ni saiq, wa pili shahidi ni nani? Kwa hivyo ansab, wanena mufassirin, al-ansab fi tafsiri saiq wa shahid ni hamluhuma ala al-malaika, ni kwamba ni malaika. Bali al-aula, inaokubali zaidi, wanena ni raqibun atid, ni wale malaika ambao tuliowazungumza katika masala ya wale kutabul a'mal, waandishi wa amali za mwanadamu. Wale ndio watakao kufuatana na ule mtu wao. Na hapa tutapata tena ufafanuzi wa swali lilowahi kuulizwa nyuma, kwamba baada ya kufa mtu, ikiwa kila mtu ana raqibun na atid, wale huenda kwa mtu mwingine ama ndio kazi yao imekwisha, ni kila mtu ana wake? Kulingana na hii aya ni kuonesha kila mtu ana wake, wa ila itakuwa siku ya kiyama hawatoshi. Ikiwa wajaat, aya ina umumu, wajaat kullu nafsin, na watu hawatohudhuria tadrijian, watahudhuria daf'atan wahida, watu wote watahudhuria mahkama ya Mwenyezi Mungu kwa pamoja. Na ikiwa kila mtu ana saiqun wa shahidi, ni kuonesha, na ikiwa saiqun na shahidi ni raqibu na atid, itakuwa kila mtu ana wake. Kwa hivyo malaika kwa mujibu wa aya hii ni miongoni mwa mashahidi siku ya kiyama. Shahidi wa tano katika mashahidi wanne ni ardh. Na tunapoizungumza ardh, kama wanavyotuambia wenye mantiki, mara nyingi si ardhi ya dalala mutabakia, ni ardhi ya dalala tadhamunia, yani ni sehemu ya ardhi ilotendeka tendo lile, si kwa maana ardhi yote itahudhuria kutoa ushahidi wa mtu mmoja, la. Ardhi kwa maana ya eneo lilotendeka lile tendo, kama nitakavyokuja kuthibitisha kwa hadithi zaidi maana hii, au eneo na sehemu ya ardhi yaliponeneka yale maneno ambayo yataka kuhesabiwa. Katika suratu Zalzala nimesoma mara nyingi, Mwenyezi Mungu atuambia yauma idhin tuhadithu akhbaraha, kwamba idha zulzilatil ardhu zilzalaha, paka kisha ikafika yauma idhin, siku hiyo. Tuhadithu, ardhi itazungumza, akhbaraha, habari zake. Tukirudi kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atufasirie zaidi aya hii, wakati ilipoteremka hii aya, alipowasomea masahaba zake, alipofika kwenye yauma idhin tuhadithu akhbaraha, aliwauliza ataduruna ma akhbaruha, wauliza masahaba, je, mwazijua ni zipi hizo habari za ardhi? Ataduruna ma akhbaruha, qalu, wakamjibu Allahu wa rasuluhu a'lam, Mwenyezi Mungu na mtumi wake ndiye mjuzi zaidi. Qala sallallahu alayhi wa sallam, akanena Bwana Mtumi, akhbaruha, habari za ardhi zinazozungumzwa kwenye hii aya, antashhada, ardhi itashuhudia, ala kulli abdin wa ama, kila mja mwanamume na mwanamke, bima amilu ala dhahriha, kwa yale walioyatenda juu ya mgongo wa ardhi, kwa sababu sisi twaishi katika ardhi, chochote tunachokifanya tukifanya juu ya ardhi. Taqulu, ardhi itanena,
umila kadha wa kadha. Yauma kadha wa kadha, kumetendwa tendo fulani na fulani siku fulani na fulani. Litatoa simwambie watu wa sasa kwa details, takupa siku lilofanywa tendo lile, mahali lilipofanywa na sampuli liliyofanywa, itaieleza kinaga ubaga. Taqulu umila kadha wa kadha yauma kadha wa kadha fahadhihi akhbaruha. Mtume ndo akawaambia hizi ndiyo hizo habari zake anazozungumza Mwenyezi Mungu, yauma idhin tuhadithu akhbaraha. Kwa hivyo ardhi ni moja katika mashahidi. Tukija kwa al-Imamu Sadiq alayhi salam, moja katika masahaba zake aitwa Abu Kahmas, alimuuliza Abu Abdillahi alayhi salam, akamwambia yusalli rajulu nawafilahu fi mawdhi'in au yufarriquha. Abu Kahmas amuuliza Imam Sadiq, amwambia mtu akitaka kuswali swala za sunna, na tabia kuswali swala za sunna mara kwa mara, aziswali sehemu moja, yani ashikilie mahala fulani kuswali sunna peke yake, au yufarriquha, au asiziswali mahala pamoja, ajaribu kila wakati kuswali mahala pengine, ipi ni bora? Qala al-Imam Sadiq akamjibu akamwambia la, bal ha huna wa ha huna fa innaha tashhadu lahu yawm al-qiyamah. Amwambia la, asiswali swala zake za sunna mahala pamoja, bal ha huna wa ha huna, swali pale siku nyingine swali pale, siku nyingine swali pale, nyumbani, barabarani, kawandani, kila mahala ukipata pa kuswali sunna swali. Bal ha huna wa ha huna. Kwa nini ha huna wa ha huna? Wafanye mashahidi wako wawe wengi wa kwenda kukutolea ushahidi, kwa sababu ardhi itazungumza huyu aliswali hapa, na pale patazungumza huyu aliswali hapa, kuliko kwenda na shahidi mmoja. La, bal ha huna wa ha huna fa innaha tashhadu lahu yawm alqiyama, kwa sababu ardhi itamtolea ushahidi siku ya kiyama. Ni hadithi pia yatuonesha wazi, kwanza kwamba ardhi itatoa ushahidi. Pili, ile nilozungumza mimi, ardhi tunapoizungumza si yote, twazungumza sehemu lililotendeka lile tendo, na ndio al-Imamu Sadiq akataka zile sehemu zifanywe nyingi. Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib naye ana hadithi kama hii, matamshi ni tofauti lakini madhumuni ni mamoja. Anena silu almasajida fi biqa'in mukhtalifa, unganishani ziungo zenu za kusujudu saba. Almasajid inakuja kwa maana masjid ni msikiti, na masjid mara nyingine inakuwa ni kiungo cha kusujudia, na mara nyingine masjid inakuwa ni mahala pa kusujudia. Ina maana matatu, kama Mtume aliponena ju'ilat liyal ardhu masjidan wa tahura,
imejaliwa ardhi ni mahala pa kusujudu na ni tahara. Hapa imekuja masjid kwa maana makanu sujud, na katika baadhi utakuta masajid ni jamu ya masjid, yani misikiti. Hapa al-Imamu Ali akusudia masajid ziungo saba: jabha, zitanga ziwili za mikono, maondo mawili na atraful asabi' ya maguu mawili. Asema ziungo hizi za saba ziunganisheni, ziguseni, fi biqa'in mukhtalifa, katika maeneo ya ardhi tofauti tofauti. Yani usiswali mahala pamoja siku zote. Fi biqa'in mukhtalifa. Kwa nini? Fa inna kulla buq'atin, kila sehemu, buq'a sio ardhi sasa, kila sehemu tashhadu lilmusalli alaiha yaum alqiyama, itakwenda kumshuhudia mwenye kuswali juu ya sehemu ile siku ya kiyama. Ardhi itatoka itasema mimi ni shahidi, huyu siku fulani aliswali hapa, na sehemu nyingine itajitokeza inene, huyu siku fulani aliswali hapa. Na ni yale maneno ya al-Imamu Sadiq kwamba la bal hahuna wa hahuna yufarriquha. Mwisho kumaliza katika ushahidi wa ardhi, riwaya pia ya al-Imamu Ali alayhi salam alipokuwa khalifa, alikuwa na Baitul Mal. Tukizungumza Baitul Mal tutazungumza benki ya Kiislamu, pesa za Kiislamu, hukuk, khumsi, zakat, ghanaim zote zaingia hapo. Ilikuwa kila siku akifunga hisabu, usiku ashamaliza kazi, cha kuingia ashapokea, cha kuingia na cha kutoka ashatoa hukuki nas, amaliza afunga hisabu, hutoka enda zake kulala, alikuwa akiswali rak'atain. Riwaya tuambia akimaliza kufunga hisabu alikiinuka ndani ya ile Baitul Mal, ile nyumba yenye mali ya Waislamu, akiswali rak'atain. Akimaliza kuswali alikikhutubu ardhi ya ile nyumba, akiambia ishhadi, shuhudia wewe ardhi, anni mala'tuki bihaqqin wa farraghtuki bihaqqin, kwamba nilichokiingiza nimekiingiza kwa haki na nilichokitoa nimekitoa kwa haki. Akiitaka ardhi ya Baitul Mal, ile nyumba ndani, iwe itakuwa ni shahidi mbele ya Mwenyezi Mungu kwake yeye, namna alivyokuwa akiyagawanya mali ya Waislamu, namna alivyokuwa akipokea hatukui cha haramu kukiingiza ndani, na namna alivyokuwa akizitoa hazitoi kwa ndia ya haramu. Na siku moja nimewahi kuwasomea riwaya yeye na mmoja katika abnai al-ammi, ni Aqil nafikiri. Aqil alipoona kumeingia fitna kati ya Imam Ali na Muawiya, na dola zimekuwa ni mbili sasa, na wako watu wana tabia hizi, akaona ni nafasi ya kumkoni al-Imam Ali kwa lugha za kisasa. Kawa saa zote akimsimamia kwenye Baitul Mali kwamba mbona mimi wanipa dinari kama watu wote, mimi ni jamaa yako, mimi ni nasaba yako. Ikaendelea yuamkera Imam Ali mpaka mwisho akatishia kwamba ikiwa hutonipa mimi saaltahiqu bi Muawiya, nitaamua kujiunga na grupu la Muawiya. Imam Ali akatukua chuma kilikuwa pale Baitul Mali, akakiingiza kwenye moto, kwenye ile taa iliyokuwa kiwaka, nitakikopa, akakiweka kile chuma mpaka kikawa chekundu. Kisha akamwambia Aqil, nyosha mkono wako nikupe. Aqil akanyosha mkono. Aliponyosha mkono, Imam Ali akamkurubishia kile chuma cha moto kwenye mkono wake. Alipokiona chuma cha moto kimemkurubia, akaruka hatua kadhaa, na huku akimwambia Imam Ali, wataka kunichoma?
akamwambia, wewe wakimbia hatua kadhaa na moto ulowashwa na Ali ibn Abi Talib, na wataka kunilekeza mimi kwenye moto uliowashwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hivi ndivyo alivyokuwa Imam Ali akipeleka Baitul Mal, na waqi'an Aqil alitoka faltahaqa bi Muawiya. Ala kulli hal, kwa hivyo al-ardhu ni katika sehemu muhimu ya mashahidi ambayo itakwenda kutoa. 6 katika mashahidi wa nne ni az-zaman, zama. Ingawa ni masuala magumu sana sasa hivi kutaka kuyafahamu, sikutaka kuyangia hata ardhi itazungumza iye. Kuna mjadala mrefu. Kuna baadhi ya ulamai wamenena Mwenyezi Mungu ataibadilisha iwe hayawanu natiq, iwe yazungumza. Kuna baadhi ya wanazuoni wamenena la, Mwenyezi Mungu sayakhluqu sautan, ataiumba sauti itoke kwenye ardhi kama vile alivyoumba sauti itoke kwenye mti wakati wa kuzungumza na Nabii Allah Musa. Almuhim, ardhi itazungumza vipi? Allahu wa rasuluhu a'lam. Na zamani pia zitazungumza. Al-Imamu Sadiq atuambia inna nahara, na zama ukizisoma katika hadithi zazungumza na sisi kabla siku ya Kiyama. Hatusikii tu. Kulingana na hizi hadithi ukiziona, wakati wazungumza na sisi hapa duniani na kutuonya kabla ya kwenda kututolea ushahidi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imamu Sadiq atuambia inna nahara idha jaa, mtana ukiingia, qala, huwa ukimwambia mwanadamu, yabna adam, e mwanadamu, i'mal fi yawmika hadha khairan, fanya katika siku yako, katika mtana wako huu mambo ya khair. Ashhadu laka bihi inda rabbika, nitakwenda kutolea ushahidi kwa Mola wako yaum alqiyama, siku ya Kiyama. Fa inni lam atika fima madha wala atika fima baqi, mimi sija kuijia katika siku zilizopita na sitarudi baada ya leo. Kwa maana ikiwa ni mtana wa siku ya Jumamosi wa tarehe kadhaa, hautorudi tena. Zama zinazokwenda huenda zingine. Wa idha jaa al-lailu, ukiingia usiku, qala mithlu dhalika, na huwa ukimkhutubu mwanadamu kama vile mtana. Riwaya nyingine yatuambia al-lailu idha aqbala, usiku ukiingia, nada munadin bi sautin yasma'uhu al-khalaiqu illa ath-thaqalain, huwa ukimlingania mwenye kulingania kwa sauti inaosikiwa na kila ziumbe isipokuwa wanadamu na majini peke yao, hawaisikii sauti ile, lakini wazungumza na sisi. Yabna adam, e mwanadamu, inni ala ma fiya shahidun, mimi kwa yale yanaujiri ndani yangu shahidun, ujue nitakwenda kuwa shahidi. Fakhudh minni, kwa hivyo tukua kwangu yale mazuri. Fa inni law ittala'at ash-shamsu lam tazdad fi hasana wa lam tasta'tib fi sayyi'a, hata jua likatoka, kwa maana ikaja asubuhi, ikiwa hukufaulu kufanya katika usiku, huwezi kuongeza tena kitu wala huwezi kulaumiwa tena kwa kitu. Wakadhalika yaqulu an-nahar idha adbara al-layl, na hivyo hivyo mtana ndivyo unavyozungumza. Na hizi twazisoma mara kwa mara kwenye hadithi, ightanim khamsan qabla khams, az-zaman. Niwape tu hikma muhimu sana bila kutoka kwenye darasa kuhusu wakati, ya mmoja katika maulamai wakubwa sana, naye ni Sheikh Muhammad Jawad Mughniya. Sheikh Muhammad Jawad Mughniya ni katika maulamai wakubwa wa Lebanon, amekufa sasa, na wasomi wanaomuelewa Sheikh Muhammad Jawad Mughniya ni katika wanazuoni wamezobarikiwa kuandika kiasi kikubwa sana
tungo zake ukizikusanya ni nyingi sana, na hakuna elimu au mawanda yoyote ya kifikra hakuingia. Katika tafsiri tumpata ana tafsiri toto ya watu wa kawaida, at-tafsirul mubin, ana tafsiri kubwa, tafsirul kashif, ambao leo imefasiriwa Kiswahili. Katika usuli ameandika ilmu al-usul fi thawbihi al-jadid. Katika fiqhi ameandika kila aina, fiqhu al-imam as-sadiq, al-fiqhu ala al-madhahib al-khamsa. Katika falsafa usiulize, mpaka sasa hivi zimekusanywa zitabu zake zote aloandika kuhusu falsafa, karibu zitabu 20 na kitu, zimechapishwa katika mujalladi 2 kubwa zaitwa falsafatun islamia. Ana maalimul falsafa alislamia, ana falsafatul aqli, falsafatud din, falsafatu kadha, falsafa zimefuatana. Katika tarikhi kiwahesabia ni marefu. Sheikh Muhammad Jawad Mughniya si kwamba alikuwa akiandika amejifungia ndani, mengine hafanyi. Ni mwalimu, amesomesha katika nchi kadhaa, amesomesha Iraq, amesomesha Libnani, amesomesha Qum Irani pia, na kila mahala amesomesha kwa miaka na ametoa wanafunzi kadhaa. Si kwamba amehusika na kusomesha tu na kutunga. Sheikh Muhammad Jawad Mughniya ameshiriki katika nishati tofauti tofauti zilizoanzishwa. Yeye ni mmoja amechangia kiasi kikubwa fikra ya kuanzishwa majma'u taqribi baina al-madhahib iliyoanzishwa Masr, na akihudhuria mitamarati tofauti mbalimbali. Sheikh Muhammad Jawad Mughniya amekuwa kadhi Lebanon, na kazi ya ukadhi ni kazi ikitaka kufanywa kisawasawa, si kazi rahisi, haimbakishi mtu nafasi ya kuweza kufanya mambo mengine. Huyu kwa ufupi, sitaki kumzunguka, Sheikh Muhammad Jawad Mughniya aliwezaje kubarikiwa sampuli hii? Mpaka kuna ibara mpaka sasa nimeihifadhi mimi, ukenda ukisoma mukaddima ya kitabu chake cha ilmu al-usul, alipokuwa azungumza maudhuu ilmu al-usul, akawa yuanena maneno, sitaki kutoka kwenye mada, lakini kuna kilma muhimu, asema fa inni darastu al-usula wa bahathtuhu wa allamtuhu wa taallamtuhu 40 sana. Atumia neno 40 sana, kisha akamilisha nena, sikuona natija yoyote kupoteza wakati kusoma maudhu ilmi al-usul, sijui taarifi ilmi al-usul. Lakini kitu ninachokitaka mimi ni anaposema nini 40 sana marasa al-usula dirasatan wa tadrisan wa bahthan wa kitabatan, kusomesha, kusoma, kuandika, mpaka mwisho. Napotaka kufika na nyinyi nini? Katika maktaba yake hata mwenyewe anena katika baadhi ya zitabu, siku ya kiyama nikifufuliwa na Mwenyezi Mungu akaniafikia kuwa ni katika watu wa kuingia peponi, asema katika kuifasiri ile aya wala kumfiha ma tashtahi anfusukum, akiulizwa peponi wapenda nini, kitu gani wewe ndio kitu kizuri zaidi kwako kupoa, atamwambia Mwenyezi Mungu anena ampe maktaba na karatasi na kalamu. Ingawa asema sidhani kwamba peponi watu watakuwa na time ya kusoma tena zile nitakazo kuziandika, lakini watu wasome wasisome, mimi raha yangu ni kufanya nini? Nikishika kalamu na karatasi kuandika, ndio raha yangu. Nataka kufika wapi? Katika maktaba yake nyumbani alipokuwa akifanya bahthi akisoma, alikwenda kwa mtu mwenye khati mzuri, mwenye anena akamtaka amchongee kibao kikubwa akiandike kwa khati kubwa, akamwambia niandikia mithali hii ya Kiarabu, al-lailu wan-naharu ya'malani fika fa'mal fihima. Bas, maneno haya, al-lailu wan-naharu ya'malani fika fa'mal fihima, akakichonga kwa ukubwa kisha akakiweka. Asema kila nikiinama kuandika, nikiinua kitu unena mmechoka, nikiangalia lile neno al-lailu wan-naharu ya'malani fika fa'mal
fihima. Hii ndio ilompa yeye uwezo wa kufanya mambo haya usiku na mtana wa kutenda kazi. Kwa hivyo na wewe fanya ndani yake. Hii ni maana yake, ni kama ile alwaqtu kasayf in lam taqta'hu yaqta'ak. Wakati ni kama upanga, ukitoukata wa kumaliza wewe. Sasa hapa ndipo tunapokuja kuona umuhimu wa zama, wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapotuambia kwamba, au hadithi zinavyotuambia, az-zamanu zitakwenda kuwa shahidi. Kabla ya kufikiria siku ya Kiyama, ukizisoma hizi hadithi ni msukumo kwetu sisi kujua kuutumia wakati. Wakati ni kitu cha thamani sana, na mara nyingi mimi nimezungumza, na kila nikifika hapa, hususan kwa nyinyi talabatul ulum, sisi ni muhimu sana wakati, istiglalul wakati. Kusoma si miaka. Usishtuke kuambiwa mtu amesoma miaka 20, amesoma miaka 30. La, kwa sababu si kuweko tu madrasa kwa watu hisabiwa wamo na wewe umo. Asubuhi uamka, ukipanda klasi, ukishuka, sio kusoma. Kusoma ni kujua kuitumia kila dakika katika maisha yako. Na waweza kusoma kwa miaka 2 mambo wanaosoma watu kwa miaka 8. Na usiwapime watu. Sitaki kuzungumza kutaja watu majina, kuambia khibra yangu shakhsiyan katika kuishi na watu, katika kusoma. Sikia mtu amekwenda Qum, ameketi miaka 10, amerudi. Utasikia mtu sijui amekwenda Syria, sijui amekwenda wapi, ameketi miaka 15 sijui 20, amerudi. Baadaye ukiketi ukizungumza nayo, ukiingia naye katika niqash, ukiingia naye katika bahath, wajiuliza miaka 10 hii huyu alikuwa akifanya nini? Alikuwa akihesabu miaka. Ilmu ni vile wewe unavyoweza kuitia kwenye thamani kabisa. Watu wakisoma kwa miaka 10, wewe wasoma kwa miaka 3, 4, lakini ni vipi, kaifa tastaghilu zamani, wakati kupita ovyo. Na ndio utakuta watu wameweza kufanya mambo makubwa kwa sababu ya nini? Ya wakati. Tukirudi kwa Sheikh Muhammad Jawad Mughni, atajuzu kwa nikizungumza na baadhi ya maustadhi nikiwatolea kiswa chake. Toba mimi natoa hizi, sikumuona Sheikh Muhammad Jawad Mughni. Riwaya hizi nyingi nimezipokea kwa mwalimu wangu samahati Sheikh Hussein Baidhun, akitutolea maisha, ameishi naye, amemuona kwa kiasi. Ilikuwa akiketi nyumbani kwake akikataa hata sampuli ya watu kuja kumzungumzisha ovyo. Tuelezea kwamba wakati fulani akienda mgeni kwake, kibisha umeteremkia nyumbani na mabegi yake, alikuwa hapokei mgeni nyumbani kwake. Tabani sizungumzi hizi zitu tuzitabe moja kwa moja, kila mmoja na tabia zake. Alikimtukua moja kwa moja mpaka hoteli, akimkodishia rumu, akilipa yeye. Utaketi siku ngapi bwana? Siku 5. Akimlipia akamwambia hao, na chakula utakula pale utakapokuwa na muhimu nilokueta kuzungumza na mimi, utanipa mawaidha, tuketi tuzungumze. Hiyo masala wewe umetoka hapo, hiyo keti nyumbani wewe uninenesha tu, mimi nina mipango yangu na nina barnamiji. Na leo katika maisha yetu ndivyo tuko sisi. Tuko. Kisha watu kuambia haya mambo ya kizungu. Leweza kukuta mtu hatuna nidhamu katika kumwendea mtu, katika kumtembelea mtu. Bila shaka kutembeleana ni kitu muhimu katika Uislamu, kuzuriana ni kitu muhimu, lakini pia kuna na mipaka. Ujue mtu huu ni wakati wake wa nini, hususan kwa wasomi. Ayatullah al-Burujurdi, hata tupate mawaidha, japokuwa nitatoka kwenye nini mali. Hiki kiswa nimekisoma kwa Shahid Mutahhari. Katika walimu zake Shahid Mutahhari ni Ayatullah al-Burujurdi. Ayatullah al-Burujurdi ni katika maraji wakubwa wa Qum kabla ya Imam Khomeini. Kuna Mfaransa, mtaalamu mkubwa wa Kifaransa, alifunga safari kwenda Qum kumtembelea Ayatullah al-Burujurdi, akisikia kwamba ni mtu mkubwa sana. Akaenda
aliposikilia nyumbani kwake katika safari zake, akafika Qum, aliposikilia nyumbani kubisha mlango, nani? Ni fulani, wataka nini? Asema nataka kumwona nani? Ayatullah Burujurdi. Ayatullah Burujurdi alipoambiwa kuna jamaa amekuja kuona, akasema alitukua mauid, hakutukua mauid. Anambia mimi ilikuwa baada ya muda yuandaa yuenda kwenye bahthul kharij, na ukizungumza bahthul kharij uenda kuzungumza na maulama wakungoja kukujadili. Akamwambia mwambie hii ni time yangu ya kusoma, sipokei wageni. Hii ni time yangu ya kusoma, sipokei wageni. Huyo mtu amekata masapa, atoka wapi? Atoka Ulaya. Hakuzungumza naye, hakumwambia naja, ameivurumiza tu. Kilima alichokinena unajua alisemaje? Asema nimekuja kutoka Ulaya nikisikia kwamba Ayatullah Burujurdi ni rajulun adhim, lakini leo nimeona kwa mato yangu innahu rajulun adhim. Huyu ni mzungu anaozungumza maneno haya. Tarajia kama wewe kutoka amekuwa mwanachuoni, amekuwa sasa hujisikia hataki kuonana na watu, hataki nini. La, kuna nidhamu ya maisha. Kumekufa mtu, hakufa mtu. Kuna mgonjwa hospitali, kitotoka atakufa, sasa hakuna mgonjwa nini. Au umekuja tu utaka kuzungumza, sina time, time zangu za kusoma hizi. Akaondoka akizidi kuwa na heshima kwa Ayatullah. Hawa ndio maulama wetu, namna walivyokuwa wakipanga wakati na namna walivyokuwa wakitunga wakati. Al-lailu wan-naharu ya'malani fika fa'mal fihima. Shahidi wa saba katika mashahidi wa nne ni Qur'an. Taban tunapoisoma Qur'ani hatupati ishara hii, bali Qur'ani yatuambia mtumi ndio atakwenda kutushtaki kuhusu Qur'ani. Katika suratul Furqan atuambia waqala ar-rasulu inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura, kwamba mtumi ndiye atatoka ushahidi, kushtaki ndio ushahidi kwamba kaumu yangu, ummati wangu wameigura Qur'ani. Lakini tukirudi katika baadhi ya hadithi tuwapata kwamba Qur'ani yenyewe pia itasimama mbele ya Mwenyezi Mungu ilalamike, kama hadithi amezopokewa Abu Ja'far al-Baqir alayhi assalam, atuambia innahu subhanahu yukhatibu al-Qur'ana al-Karima wa yaqul, kwamba Mwenyezi Mungu siku ya kiyama ataikhutubu Qur'ani, aiambie ya hujjati fil ardh, hoja yangu katika ardh, kaifa raaiti ibadi, au kaifa raaita ikiwa ni Qur'ani, ikiwa ni hujjati kaifa raaiti, umewaonaje waja wangu? Mwenyezi Mungu ayuliza Qur'an mbele ya mahkama. Fayaqul, Qur'ani itanena minhum man sanani wa hafadha alayya wa lam yudayyi shay'an, baadhi yao katika umma, katika waja wako wako walonihifadhi mimi na hawakunipoteza. Kuhifadhi yani wamezoshikilia, kuisoma, kuitekeleza. Wa minhum, na baadhi yao man dhayyani, wako wamezonipoteza. Wastakhaffa bihaqi, na wakanidharau. Wakadhaba, na wakanikanusha baadhi yao. Wa ana hujjatuka ala jamii khalqik, na mimi ni hoja yako kwa ziumbe wako wote. Fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, Mwenyezi Mungu anene wa izzati wa jalali wa irtifai makani, na apa kwa izi yangu na utukufu wangu na ukuu wa mahala pangu niliopo, la uthibanna alayka alyawma ahsana thawab wa la uaqibanna alayka alyawma alima aliqab, kwa ajili yako Qur'ani nitalipa malipo mazuri sana, na kwa ajili yako Qur'ani nitatesa mateso makali sana. Yani wale waliokuhifadhi watapata ahsanu thawab, wale waliokupoteza watakwenda kwenye alimul iqab. Mwisho katika mashahidi wa nne ambao sitosimama, nimezieleza kwa urefu, ni madaftari yale tulioyaita sahaiful a'mal. Hasa hizi ni sampuli 8, zote zaingia katika kundi la kwanza, ni ashuhudul
kharijiyun. Mwenyezi Mungu, mitume, baadhi ya watu wema, malaika, ardhi, zama, Qur'an na sahifatul a'mal. Twende katika sampuli ya pili, tuliwaita ni ashuhudu dakhiliyun. Sasa mashahidi wa ndani ya kiwiliwili cha mwanadamu, yani hapa tunazungumza ziungo za mwanadamu, mato, ulimi, maguu mpaka ngozi, yani ziungo zote za mwanadamu zitasimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya Kiyama na zizungumze, zielezee matendo yamezotendwa kupitia ziungo zile. Toba, wanazuoni wana mjadala kwamba kila kiungo kitazungumza yale matendo yanayohusiana na kiungo kile tu, au zitazungumza matendo yote. Kwa maana mato yatakapokutoa ushahidi, yatatoa ushahidi kwa matendo ya kuona peke yake, ndio yanayohusika na mato, au yatatoa ushahidi mpaka masala ya kusikia na kunuka na kugusa na nini, ambao ni masala ya husika na ziungo zingine. Maulamai wako na kauli mbili. Kuna maulamai wamenena kila kiungo kitatoa ushahidi kupitia matendo yamezotendeka na kiungo kile peke yake. Kuna na baadhi wamenena la, kila kiungo kitashuhudia matendo yote. Lakini kauli ya kwanza ndio kauli akrab kulingana na aya zinavyozungumza. Mwenyezi Mungu atuambia katika suratu Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, leo tutawafunga midomo yao. Al-khatmu ni kupijwa sili. Watukallimuna aidihim, itazungumza na sisi ni mikono yao, kwa hivyo mikono itazungumza. Watashhadu arjuluhum, na maguu yao yatashuhudia, bima kanu yaksibun, kwa yale waliokuwa wakiyatuma. Katika suratu Nur, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum, siku zitakapo kushuhudia ndimi zao, wa aidihim, na mikono yao, wa arjuluhum, na maguu yao, bima kanu ya'malun, kwa yale waliokuwa wakiyafanya. Katika suratu Fussilat, Mwenyezi Mungu atuambia yauma yuhsharu a'daullahi ila an-nar, siku watakapokufufuliwa maadui wa Mwenyezi Mungu kwenda motoni, fahum yuzaun, wao watagawanywa, hatta idha jauha, paka watakapokuujia moto wa Jahannam, shahida alaihim, watawashuhudilia juu yao, sam'uhum, masikio yao, wa absaruhum, na mato yao, wa juluduhum, na ngozi zao, bima kanu ya'malun, kwa yale waliokuwa wakiyafanya. Waqalu, watanena, lijuludihim, kuziambia ngozi zao, lima shahidtum alaina, kwa nini mtolea ushahidi? Qalu, watajibu, antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay, ametutamsha sisi ni Mungu ambaye amekitamsha kila kitu. Hizi ni aya baadhi zinatuthibitishia sisi kwamba ziungo za mwanadamu, sawa mato, sawa masikio, sawa maguu, mikono, ngozi, zote zitakwenda kushuhudia mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kumaliza hii bahthi, mbele ya aya hizi katika mashahidi wa ndani kuna asila au niqati zataka kujadiliwa kwa ufupi. Mfano, tunapoitukua aya ya suratu Yasin na aya ya suratu Nur, twaona kuna mgongano dhahiri. Aya ya suratu Yasin yatuambia al-yawma nakhtimu ala afwahihim, kwamba leo tutawafunga midomo yao, kwamba kuzungumza siku ya Kiyama hakutakuwa ni kuzungumza kwa ndia ya kawaida ya mdomoni, bali itakao kuzungumza ni ndia gani? Watukallimuna aidihim. Hivi ndivyo inavyotuambia suratu Yasin. Suratu Nur yatuambia yauma tashhadu alaihim alsinatuhum, kwamba la ndimi pia zitafanya nini? Zitazungumza. Suratu Yasin yatuambia midomo itafanywa nini? Itafungwa, haizungumzi.
Suratun Nur yatuambia yauma tashhadu alaihim alsinatuhum, kwamba ndimi, yani midomo tazungumza. Ni vipi mambo kama haya? Kwa wanazuoni kila mmoja ametoka kwa mlango wake mbe ya suala kama hili. Mathalan Sheikh Jaafar Subhani asema ni ikhtilafu almawaqif, kwa sababu nimewahi kuzungumza kiyama kuna mawaqif, zile mawqif baada ya mawqif. Kuna mawqif fulani ndimi hazitozungumza, ndio inaozungumza surati Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Kuna mawqifu fulani mengine ndimi zitazungumza, ndio inaozungumza suratun Nur, kwamba tashhadu alaihim alsinatuhum. Kwa hivyo hakuna mgongano, kwa sababu ni aya mbili, kila aya yazungumza mawqif tofauti na mawqifi mengine. Wengine wanena la, si hivyo, mawqif ni mamoja, ndimi zitazungumza na mwanadamu atakatazwa kuzungumza. Yani kwa maana suratu Yasin yatuambia hakutakuwa na uwezo kwa mwanadamu kuzungumza ye mwenyewe kwa uamuzi wake, kama mimi ninavyozungumza. Hii ndio suratu Yasin inavyozungumza, al-yawma nakhtim. Kama vile utakavyokuinuka mkono ukazungumza, hata mwanadamu atastaajabu, si kwa uamuzi wake, ni kwa uamuzi wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Suratun Nur yatuambia zitazungumza ndimi hata kama mwenye kunena hana uamuzi wa nini? Wa kuzungumza. Suratu Yasin inatuambia tutawapokonya wao uamuzi wa kuzungumza wao wenyewe, tutazizungumzisha sisi ndimi, si kwa ajili ya uamuzi wao. Sheikh Makarim Shirazi naye asema la, ndimi hazitozungumza, tazungumza ziungo zote, kwa sababu mwanadamu akipewa nafasi ya kuzungumza yeye, kwanza ataanza kukanusha, kujitetea, sikufanya bwana, unajua mimi nimesingiziwa, unajua nini, kawaida mwanadamu. Sasa Mwenyezi Mungu kwanza, stage ya kwanza atazifunga ndimi, ziungo zote zitazungumza. Baada ya kushuhudia ziungo zote, ulimi nao utasema ni kweli hayo yanazungumzwa yote, yani hautokuwa tena na nafasi ya kukanusha. Kwa hivyo kuzungumza kwake utakuwa ni kuja kubariki yaliyozungumzwa baadaye yote, baada ya kukatazwa kuzungumza mwanzo wa safari. Hii ni nukta ya kwanza. Nukta ya pili, tunaona aya zatuambia masikio, mato, mikono, maguu, ngozi. Lakini kwa nini mwanadamu alipokuwa alalamika alizungumza na ngozi peke yake? Kwa nini alinena waqalu lijuludihim? Kwa nini isiweko waqalu liaidihim? Kwa nini isiweko waqalu liarjulihim? Au ala alaqali, kwa nini sizitajwe zote waqalu li'a'dha'ihim, wakaziambia ziungo zao lima shahidtum alayhi? Kwa nini khitab imelekezwa kwa ngozi peke yake? Hakutajwa mikono, hakutajwa maguu, hakutajwa masikio. Moja katika mawili. Kwanza ni kwamba unapozungumza ngozi wazungumza nini? Sababu hata huu mkono unapotenda, unayotenda watenda kupitia nini? Ngozi. Guu linapotembea latembea, ile iliyoko juu ya guu ni kitu gani? Ni ngozi. Kwa hivyo unapokwenda kuna nini? Kuna ngozi. Kwa hivyo mkono ukifanya kazi, wafanya kazi kupitia ngozi, na hii ngozi ambayo ameiweka Mwenyezi Mungu ndio ameipa hisia. Takuja kuzungumza sasa hivi. Ndio inaosikia moto, ndio inaosikia baridi, ndio inaosikia ladha, ndio inaosikia alam, ni ngozi. Sawa sawa mkono unaposikia ladha, wasikia ladha kupitia nini? Ngozi. Mkono unapochomeka ukasikia utungu, wasikia utungu kupitia nini? Ngozi. Kwa hivyo walipoziambia lijuludihim, ilikuwa ishakava yote.
Ikiwa ni mkono uko kwenye ngozi, ikiwa ni guu liko kwenye ngozi, ikiwa ni kila kiungo kiko kwenye nini? Kiko kwenye ngozi. Bali akthar min dhalika, walizizungukia ngozi, kwa sababu suala hii ina sampuli ya istinkar, kwamba kama mtu auangalia mwili wake aiziambia ngozi, lima shahidtum alayhi, faradhia nimeingizwa motoni, nani atakaye kupata taabu hizi? Moto wa Jahannam waliyadhu billahi min dhalika, wamteketeza mwanadamu kupitia nini? Ngozi. Na ndio utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, kullama nadhijat juluduhum badalnaha, sio zile ngozi zikiteketea zikawa makaa, yani inafikia wakati kukosa hisia. Ikisha kukosa hisia ngozi wakati inapokuwa imeteketea, huwa moto wa Jahannam haumpishi mtu tena. Ili adhabu ipate kuendelea, Mwenyezi Mungu atuambia, zikiteketea, zikiiva zile ngozi zao, tutazibadilisha kwa ngozi nyingine, liyadhuqul adhaba, ili wapate kuendelea kuisikia adhabu kama ile. Kwa hivyo ilipokuwa ngozi ndiyo inaokabiliwa na adhabu na ndiyo inaopenyeza adhabu kuingia mwilini, ilistahiki wanadamu wazungukie, waqalu lijuludihim lima shahidtum alaina, kwa nini mmetushuhudia? Nukta ya mwisho, ukizisoma aya zinazozungumzia ushahidi wa a'dha, yani mashahidi wa ndani, utazipata zote zazungumzia ushahidi wa madhambi. Ingawa baadhi ya aya zimezungumza kwa jumla, lakini mara nyingi zaonesha ziko kwenye madhambi. Je, suala linalojitokeza ni kwamba ziungo za mwanadamu zitakwenda kutoa ushahidi kwa matendo mabaya peke yake, au pia zitakwenda kutoa ushahidi katika matendo mazuri? Dhahir ya aya kama nilivyozungumza, waziona zalemea upande wa madhambi peke yake, lakini zitazungumza pia kulingana na baadhi ya aya nyingine kuhusu matendo ambayo ni mema aliyoyatekeleza mwanadamu katika dunia hii. Mpaka hapa natumai kwa ufupi nimekamilisha nukta hii ya kuhusu mashahidi, na insha Allahu Taala katika majuma yatakao kufuatia, ikiwa tutakuwa na nafasi, tutafungua mada nyingine ambayo itakuwa ni mizani al-a'mal au ni kuhusu sirat, kulingana na mpangilio utakavyoelezea. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Naam. Suala yauliza kwamba kwa nini zikatumiwa dhamiri za uqala kuzungumza na ngozi, lima shahidtum alaina, na Mwenyezi Mungu akajibu, qalu antaqana Allahu alladhi antaka kulla shay. Katika falsafa ya Uislamu, ukweli wa mambo, ziumbe zingi ambazo sisi kwa kiwango cha uwezo wetu sasa hivi twazihisabu ni katika ziumbe hazina akili au hazina roho, kulingana na maisha ya dunia na uwezo wa macho yetu kuona. Lakini ukweli wa mambo, hizi ziumbe siku ya Kiyama zitadhihiri kwa uhakika wake, na tutakuja kufahamu kwamba hizi ziumbe zina idrak kama vile tulivyo na idrak sisi wanadamu. Na ziko aya nyingi katika Qur'ani zathibitisha mambo haya. Mwenyezi Mungu alipozungumza kwamba majiwe, miti
yote iko katika kumsabih Mwenyezi Mungu, iko katika kusujudia Mwenyezi Mungu. Kisha akatuambia sisi walakin la tafqahuna tasbihahum, lakini nyinyi hamufahamu tasbih, lakini siku ya kiyama tutakuja kuziona. Na ndio kwa msingi huu nikasema kwamba baadhi ya ulama wamenena ardhi, jiwe, nini, hizi zote zitadhihiri siku ya kiyama kwa maumbile yake almudrika annatiqa, ni kwamba ni kama kiumbe. Na kwa msingi huu mwanadamu atazikhutubu kwa dhamiri ya uqala, akiziambia lima shahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay. Naam. Itakwenda kwa wote. Kwa nini waona ajabu? Ngoja mfano, kwani wewe mtu mmoja sasa hivi iondoshe ardhi, weka wewe mushrifu sasa hivi, si kuna mushrifu hapa mangapi? Ni mmoja mushrifu, na pengine ni mushrifu kwa jana 40 50, na yeye mmoja atatoa shahidi, huyu alihudhuria, huyu alihudhuria, huyu alihudhuria, huyu alihudhuria, na huyu hakuhudhuria, na huyu hakuhudhuria. Almuhim ni kwamba uje katika wakati unapoitasawar ardhi, si ardhi hii qit'a jabalia. Ni vile ninavyojibu swali la kwanza, ni kwamba hizi ziumbe zitakwenda kudhihiri kwa maumbile mengine siku ya kiyama. Naam. Naam. Nimeyajibu maswali hayo kwenye mwanzo wa bahthi ya kiyama katika masala ya kufufuliwa, kwamba mwanadamu atafufuliwa kwa mwili upi kwanza, kwa sababu mwanadamu kuishi hapa mpaka kumalizika aweza kuwa ashabadilisha ye mwenyewe ngozi mara kadhaa. Sasa ngozi ikiwa aloifanyia maasiya ni alipokuwa na miaka 25, alipokufa alikuwa na miaka 70, kufufuliwa atafufuliwa kwa ngozi ipi? Niliyajibu hayo kwa urefu sana, ni mada ndefu na ina mijadala, lakini kwa ufupi, mwili ni nguo. Hakika ya mwanadamu ni ruhu yake. Kama wewe wabaki ni wewe ukivaa hiyo kanzu, na wabaki ni wewe ukatoka sasa hivi kwenda ukabadilisha nguo nyingine ukaja nazo, hubadiliki kwa kubadilisha nguo. Waweza kuwa na nguo 100 na kila siku huvaa nguo nyingine, lakini utabaki wewe ni wewe. Na ile wewe tunaokuhutubu tuihutubu ruhu yako ambayo yatenda kazi kupitia mwili, na ruhu haibadiliki, ni ile ile moja. Na lengo la kuadhibiwa huadhibiwa ruhu. Mwili ni chombo cha kufikisha adhabu kwenye ruhu, na ndio utampata maiti akisha kuondoka ruhu, hata ukamteketeza hasikii utungu. Mwili hauadhibiki. Mwili hausikii ladha wala alam. Mwili kama mwili, lau utaiondoa ruhu kwenye mwili, uteketeze, utie ndani ya moto, usikii chochote. Kwa hivyo inaoadhibiwa ni ruhu, na inaostareheshwa ni nini? Lakini ruhu haiwezi kupata adhabu wala starehe mpaka iwe itapitia nini? Kwa hivyo mwili ni chombo tu cha mawasiliano, na ndio pale wana falsafa walipoieleza ruhu wakanena ni jauharun mujarradun anil madda dhatan la fi'lan, kwamba ruhu ni chombo ambacho hakina mada dhati yake yenyewe, lakini hakitendi kazi bila ya kupitia nini? Bila mwili. Kwa hivyo na wabadilisho hata ngozi 100 kuna mushkil, inaoadhibiwa ni ruhu. Naam.
ya ayuha nnasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma. Umenikumbusha juzi nilikuwa Nakuru, tulikuwa mashekhe kama 5 hivi, ilikula na sisi aya masaa mawili, kwa mpaka tukishtuka tumeingiliwa na saa 7 usiku. Tulikuwa tunajadiliana, tuko grupu mbili. Grupu yasema kwamba nafsin wahida si Adam wala si Hawa. Yani kulikuwa na rai pale, sio rai yangu mimi, sikuiunga mkono hii. Kulikuwa kuna rai yasema kwamba Mwenyezi Mungu khalaqakum min nafsin wahida, kwamba aliumba kiumbe ndicho hicho kiloitwa nini, nafsin wahid. Wa khalaqa minha, kisha akaumba kutokamana na hii nafsan wahida zawjaha. Na neno zauj mara nyingine linatumiwa kwa nini? Pea mbili, yani Adam na Hawa wakatoka kwenye hiyo nafsin wahida. Tabana hawa wakataa ile nadharia kwamba Hawa anatoka kwenye kibavu cha nini, cha Adam. Kwa hivyo Adam na Hawa walitoka kwenye hiyo nafsin wahida. Tabana hawa walikuwa wakijenga kwenye yale masala niliyozungumza, al-uqulul 10. Ala kulli hal, sasa itakuwa swala lako kwa nadharia hii, wa khalaqa minha wa khalaqa minhuma, yani min az-zawj alladhi huwa Adam wa Hawa. Sawa mpaka hapo. Lakini nadharia ya pili ni kwamba ya ayuha nnasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, yani min Adam moja kwa moja, wa khalaqa minha min nafsi Adam zawjaha, yani Hawa. Wamekuwa wangapi? Wawili sasa. Wa khalaqa minhuma wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Sasa minhuma ala kila taqdirain yaudu ila Adam wa Hawa. Leo namuona jamaa yangu na furaha sana leo, uteka tu. Ala kulli hal, min ghairihima la minhuma sivyo unavyoitasawari wewe kwamba lazima kila kinachozaliwa kitazaliwa na Adam na Hawa. Yatosha kuwa ni minhuma ikiwa kinachozaliwa kitazaliwa na walichokizaa, yani mjukuu na kitukutuku sijui na kilembwelembwe na nini mpaka mwisho huko, wote wanarudi minhuma. Yani nakufahamu kama wewe wataka kunaambia kwamba Adam na Hawa ndio lazima wazae wote kwa pamoja, sio ndio waambiwa minhuma, la. Naam, shukran. Wallahi ni suala kusema ule ukweli lataka kuangaliwa, kwa sababu nikijaribu kutukua karina, tumesoma katika zitabu, kuna zitabu aina 3, sio? Kuna kitabul cha watu wote, kuna na kitabul umma cha umma mzima, kuna na kitabu cha kila mtu. Kitabu cha umma kitatoa ushahidi kwa umma. Sasa Mtume sallallahu alayhi wa sallam atatoa ushahidi kwa umma kwa jumla, ama atatoa ushahidi mmoja mmoja dhahir, atatoa kwa umma? Allahu aalam, lakini dhahir yaonekana ni ushahidi wa umma. Hatoingia katika tafasil za mmoja mmoja, wa ila yataka kupitiwa na riwayat, lakini talirudia zaidi na waswasi nalo. Lakini aya inaozungumza Mtume ni ushahidi, si hiyo ashtaki tu kuhusu Qur'an, lakini kuna ile fakaifa idha ji'na bika ala hawa. Yasemaje? Nikumbushane la ile aya. Kuna hiyo likulli ummatin shahid, wametema pale kila umma utakuwa na mtumi wake, na Mtume Muhammad atakuwa ni shahidi wa umma. La, iko na nyingine wajina bika ala haulai shahida,
ambayo haiko wazi kuonesha ni umma.